Kama umewahi kupata nafasi ya kuwa kiongozi sehemu yoyote, kiongozi kwenye huduma za kikanisa, msikitini, jamii, ukoo, kampuni, shirika, taasisi, kama umepata nafasi ya kuwa kiongozi katika ngazi ndogo au ngazi kubwa, ni vizuri sana ufahamu ya kwamba ili uweze kufanikiwa katika kazi yako au katika nafasi yako ya uongozi, yako mafiga matatu ambayo natamani sana uweze kuyajua kama kiongozi. Yako mafiga matatu ambayo kila kiongozi anapaswa kujifunza kuyatumia. Haya mafiga matatu au pillars hizi tatu, kiongozi yoyote zitakusaidia sana katika kanuni zako na maisha yako ya uongozi, na mwisho wa siku utajikuta unaitwa wewe ni kiongozi ambaye unaleta mabadiliko, kiongozi ambaye unabadilisha hali. Mafiga matatu kila kiongozi anapaswa kuyatumia. Na haya mafiga, kwa sababu ya majina yake, nimeyaita triple H, yani H3 za uongozi. Figa la kwanza au muhimili wa kwanza tunauita the handbook. The handbook. The handbook means the book. The handbook. The handbook. Figa la kwanza, kila kiongozi anatakiwa kutumia the handbook. Handbook sio kitabu cha kiongozi kuandika. Maana ya handbook, maana yake kama kiongozi, jifunze kuongoza kwa kutumia the book. Jifunze kuongoza kwa kutumia kanuni zilizoandikwa. Jifunze kuongoza kwa kutumia sera, policies zilizoandikwa. Jifunze kuongoza kwa kutumia STK, sheria, taratibu na kanuni zilizoandikwa. Laws. Jifunze kuongoza. Uongozi wako ufanye kwa sababu unahukumu watu, unafanya judgment fulani, unatoa hukumu, unatoa utaratibu uwepo, kanuni ziwepo, policy ziwepo, hizo sera. Usiongoze wakati unaamua tu kutoka kwenye akili yako, common sense wakati wote. Ni vizuri uongozi wako uende fundamentally, ubebwe na kanuni na misingi na sera na sheria. That is leading through the handbook. H namba 2 au figa namba 2 ni leading through the head. Kichwa. Ongoza kwa figa namba 2, kichwa, head, H ya pili. Kichwa maana kama kiongozi, hakikisha unatumia akili. Kama kiongozi, hakikisha unatumia common sense. Kama kiongozi, hakikisha unafanya reasoning, unafikiri. Kama kiongozi, hakikisha unaangalia logic. Logic. Je, hivi vitu vina mantiki? Vinaeleweka? Hivi vitu, kuna vitu vingine unatakiwa kuachana nazo, havina mantiki, havina logic, havina no common sense. Kama kiongozi, ruhusu kichwa chako kiingie kazini, usiongoze tu kwa hisia peke yake. Na H ya 3, lead through the heart. The handbook, the head and the heart. Wewe ni mwanadamu, ni mtu, una hisia na unaongoza watu, wanadamu wenye hisia, wana mioyo, ina emotions na ina feelings. Usiwaongoze kama vile unaongoza matrekta, usiwaongoze kama vile unaongoza makatapila. Hata kama taasisi yako inadili na mitambo na mashine na kila kitu, lakini wale unaowaongoza ni watu pia. Usisahau kuinvolve humanity kwenye uongozi wako. Usisahau kujali hisia zao. Usisahau kwamba unawaongoza wanadamu wenye mioyo na nafsi. Be human. Be soft at people and hard on standard. Be soft at people but hard on standards. Kuwa mtu mwepesi na mlaini kwenye maisha ya watu, lakini mngangari kwenye standards, ili watu waweze kuperform efficiently na effectively. Lakini watu jali hisia zao na wapende na waheshimu na waruhusu waweze kukufollow wewe, sio kwa lazima wala kwa manipulation, lakini kwa wao kutaka wenyewe. Naitwa Dr. Chris Mauki. Leo nilikuwa nakupa mafiga matatu ya kila kiongozi kufanya. Nimeita jina Triple H. Mpaka wakati mwingine.
Dr. Chris Mauki.